Utakuta kuna wanaume wamekaa wanaongea, alafu wanasema hivi, mimi kama mwanaume niliyekamilika, mwanaume lijali, siwezi kutulia na mwanamke mmoja. Alafu kwa asilimia kubwa wanaume wanaoongeaga huu ujinga huaga hawana hata kazi ya maana, ni vile vikazi vya kuungaunga. Yaani unaongea hivyo ya kwamba eti mimi kama mwanaume niliyekamilika, mwanaume lijali, siwezi kutulia na mwanamke mmoja, ila mwanamke wangu ndo atulie na mimi. Mwanamke hafai kuchiti, ila mimi mwanaume ndo ninafaa kuchiti. Shida ni kwamba wanawake huaga wanachiti ila hawasemi, kimya kimya. Nyinyi wanaume wahuni huwa mnachiti alafu mnajitangaza kwamba wewe ni lijali, una wanawake wengi. Ila wanawake zenu hao ambao mko nao kwenye ndoa, mnao wachiti, mnao wasaliti na wanajua, lakini hawajaachana na nyinyi. Wanawasaliti ila hawasemi. Wanawachiti na tayari kuna watoto wengine washazaliwa huko kwenye ndoa, vichwa vinakona. Kichwa tofauti kwenye ukoo wenu hakipo, masikio makubwa, pua hilo kama hili, lakini kwenye ukoo wenu mtu kama huyo hayupo. Zamani watu walikuwa wakizaliana kwenye ukoo wao wanafanana, lakini sasa hivi mtoto hata alieleweki mbegu imetoka wapi, kwa sababu unamsaliti mke wako na yeye anaamua kukusaliti kimya kimya. Mwenzako hasemi, ila wewe ndo unabwabwaje kukutana na marafiki, alafu unawaamini hao marafiki watakutunzia siri. Hivi siri umeshindwa kukaa nayo wewe, marafiki zako watakutunzia. Wewe na akili wewe? Yaani wewe siri yako wewe ushindwe kukaa nayo, alafu niambie mimi nikae nayo? Wewe akili wewe huna? Shida nyinyi wanaume ambao mnashindana na wanawake hamna akili. Yaani mtongozaji anashindana na mtongozwaji. Yaani wewe mwanaume paka utongoze ukubaliwe na mwanamke, tena anaweza akakupiga kalenda akamwambia mpaka tarehe fulani. Amekukubalia ndio, lakini anakupiga tarehe. Lakini mwenzako mwanamke anatongozwa, kwa sababu uwezo kaniambia eti mwanamke wako huwa hatongozwa. Anatongozwa, ila huwa anakataa kwa sababu anakuheshimu. Huwa hawakubali hao wanaume kwa sababu anakuheshimu. Lakini sasa hivi kwa sababu kajua wewe unamsaliti na yeye ni muhuni, ameanza kukusaliti. Sasa wewe mpiga mahesabu, mke wako anatongozwa kwa wiki mara ngapi? Haya, akiamua kuwakubalia wote. Akiamua kuwakubalia wote. Yaani mtongozaji unashindana na mtongozwaji. Wewe una akili sawa sawa? Acheni ujinga, hakuna aliyewahi kulizika na uchi. Tulieni kwenye ndoa zenu. Kuna watu mpaka mnanuniana kwenye ndoa miezi hamuongei. Hiyo ni ndoa gani jamani? Hebu mrudieni muumba wenu. Mbona ndoa sasa hivi zinachekesha dunia? Mbona Mungu anazishangaa ndoa sasa hivi zimekumbwa na tatizo gani? Wanaume tulieni kwenye ndoa zenu. Wanawake na nyinyi tulieni kwa waume zenu. Nyinyi wanaume wahuni, wajinga nyinyi. Hakuna chochote ambacho mtafaidi na mendevu yenu hiyo. Hata ulale na wanawake wangapi, hutalizika na hicho kitu ambacho hutalizika. Shetani anajua wewe ukitulia na mke wako mambo yako yataenda sawa, utajenga, utanunua gari, mtaishi maisha mazuri. Na ndio maana anakupeleka kwenye dhambi, anakupeleka kwenye zinaa ili kukucheleweshea wewe mafanikio yako. Mungu alikuwa amepanga akubariki mwaka huu. Sasa umetenda dhambi, unapiga teke baraka yako. Tena Mungu anakuhesabia miaka 10 ijayo. Miaka 10 ijayo ikifika